Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeshinda salama. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Fatma Hassan nitakaye kusomea habari za kitaifa, kimataifa, biashara na uchumi pamoja na habari za michezo na burudani. Endelea kufuatilia taarifa yetu ya habari. Wakazi wa vijiji vya Esilalei na Oltukai wilayani Monduli mkoani Arusha wameiomba serikali kuharakisha upatikanaji wa maji safi na salama, wakisema kwa sasa wanalazimika kutumia maji ya visima na madimbwi ambayo yanahatarisha afya zao. Mwanahabari wetu Jamila Omar kutoka Monduli anaarifu zaidi. Wananchi hao wametoa ombi hilo mbele ya mbunge wa jimbo la Monduli Isaac Joseph wakati wa ziara yake ya kuwashukuru wananchi kwa kumpa kura za kishindo yeye pamoja na Mheshimiwa Rais na diwani wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia kusikiliza kero zao na kuzitatua, ambapo wamesema suluhisho la haraka ni kuunganishwa kwenye mtandao wa maji kutoka tanki kubwa lililopo kijiji cha jirani cha Kanjiro. Wale wamama waliotuzuia maeneo yale walisema kwamba tumzuie kiongozi kwa sababu tuna shida ya maji, na wakasema kabisa kwamba kila tukienda hospitali typhoid, inasababishwa na nini? Na maji machafu, na kweli tunakunywa maji machafu. Akijibu kilio hicho, meneja wa RUWASA wilaya Monduli Neville Msaki amesema ujenzi wa miundombinu unaendelea na kuhakikishia wananchi kuwa ifikapo mwisho wa mwezi Julai mwaka huu huduma ya maji safi na salama itaanza kupatikana katika maeneo hayo. Ni waahidi watu wa Oltukai ifikapo mwisho wa mwezi huu wa 7 kijiji cha Oltukai pale kijijini watapata huduma ya maji. Kuhakikishia kazi hii tunaiweza na tuko kwa ajili ya kuifanya. Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Monduli Isaac Joseph almaarufu Kadogo ameahidi kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa ahadi hiyo ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji kwa wakati. Tutoe maji pale, tuteremshe hivi mpaka mwisho wa hichi kitongoji, kwa sababu naona hali ya wananchi hii ni mbaya. Sasa hivi sifanyi siasa. Sasa hivi mimi nataka nifanye kazi ili ikifika wakati wa siasa nyinyi ndio mnasimama kusema ulipokuja kama mbunge ulifanya hii, unastahili kuendelea au ustahili kuendelea. Wananchi hawa sasa wanasubiri ahadi hiyo kutekelezwa, wakiamini upatikanaji wa maji safi na salama utamaliza adha ya muda mrefu iliyokuwa ikiathiri afya na maisha yao ya kila siku. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Asante Jamila Omar kwa taarifa hiyo. Ujenzi wa barabara ya Utiri hadi Mahande yenye urefu wa kilomita 14.4 unaotekelezwa na TARURA kwa gharama ya shilingi bilioni 16.5 unatajwa kuwa utachochea mapinduzi ya uchumi katika wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma kwa kuongeza thamani ya zao la kahawa. Taarifa ya Yusuf Kayanda kutoka mkoani Ruvuma inafafanua zaidi. Akizungumza wakati wa kukagua maendeleo ya mradi huo, waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema serikali itaendelea kuwekeza katika miundombinu inayounganisha maeneo ya uzalishaji na masoko ili kuendelea kuongeza tija kwa wakulima na kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa. Barabara hii ikikamilika italeta mabadiliko makubwa katika maisha ya wananchi wetu. Itarahisisha usafirishaji wa mazao ya kilimo kwenda masokoni, kupunguza muda gharama za usafiri, kuongeza biashara, kuvutia wawekezaji, kufungua fursa mpya za ajira kwa vijana wetu, lakini pia itachagiza maendeleo ya wilaya yetu, lakini na vijiji jirani ambako barabara hii inapita. Kijiji hiki cha Utiri ndio kijiji cha kwanza cha mfano katika kuzalisha kahawa nyingi, kahawa bora ambayo mara nyingi inauzwa Ulaya na wazungu wanafahamu kwamba hii kahawa inatoka Utiri.
Kwa upande wake, meneja wa TARURA mkoa wa Ruvuma mhandisi Sylvester Chinengo amesema utekelezaji wa mradi huo umefikia 83.5%, huku kazi zinazoendelea zikihusisha uwekaji wa tabaka la lami, akisisitiza kuwa mradi huo utakapokamilika utaimarisha mnyororo wa thamani wa mazao na kufungua fursa zaidi za kiuchumi kwa wananchi wa Mbinga. Kazi zilizopangwa kufanya katika mradi huu ni pamoja na ujenzi wa barabara kutoka Utili kwenda Mahande kwa kiwango cha lami nyepesi, ujenzi wa mitaro ya majimvua, ujenzi wa mitaro ya kuzuia mafuriko kwa maana ya catch water drains, ujenzi wa culverts mistari 42, ujenzi wa njia za kuruhusu miundombinu ya kutolea huduma zinazohitaji kukatisha barabara kwa maana ya service ducts. Kutoka hapa katika kijiji cha Utili, wilaya Mbinga, mkoani Ruvuma, Yusuf Kayanda, Channel 10. Mashirika yasiyo ya kiserikali mkoani Mtwara yamewaomba wazazi na walezi mkoani humo kujitahidi kusimamia malezi ya watoto katika kipindi cha kuanzia umri wa mwaka 0 hadi miaka 8 ili kuwa na maendeleo mazuri ya kizazi na kizazi. Mwandishi wetu Adam Malima anaripoti. Wito huo unatolewa mkoani Mtwara katika kikao cha kutathmini utekelezaji wa mpango huo, ambapo tafiti za mashirika mbalimbali zinaonyesha kama mzazi akiwekeza $1 kwa siku kwa mtoto katika umri wa kuanzia mwaka 0 hadi miaka 8 ataokoa $17 hapo baadaye, na kwamba uwekezaji huo pia utasaidia kumwepusha mtoto dhidi ya ugonjwa wa utapiamlo ambao unaweza kuathiri kizazi chake baadaye. Na tafiti zinaonyesha kwamba tukiwekeza $1 kwa mtoto katika umri wa miaka 2 mpaka 4 katika madarasa ya ujifunzaji, anakwenda kupunguza $17 ambazo zingetumika katika gharama ya kumfanya ajifunze kwenye madarasa mengine. Sayansi anakuambia kwamba ili mtoto aweze kufikia ukuaji timilifu lazima apate hizi huduma. Kwa kama hazipatikani, hasara iko wazi. Kama alipata utapiamlo aidha akiwa tangia udogo wake, ni huyu binadamu ambaye tunamtegemea kesho kutwa akawa mama au akawa baba. Kwa hiyo unapofikia ule umri sasa wa yeye kushika mimba kwa mwanamke, ni dhahiri akishika mimba ana uwezekano mkubwa sana asifike miezi 9 au wiki 40 za ujauzito. Hata hivyo, serikali mkoani Mtwara inatoa wito kwa wadau kufungua vituo vya kulelea watoto ambavyo vinasaidia ukuaji timilifu wa mtoto. Tunahitaji kuwa na vituo vingi zaidi ili watoto katika ile eneo la fursa za ujifunzaji wa awali, watoto wengi wakapata fursa za kujifunza. Kutoka mkoani Mtwara, Damalima, Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi ameiagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani humo kuchukua hatua kali kwa wasimamizi wa miradi itakayoonekana kutekelezwa chini ya kiwango, pamoja na kuwafuatilia kwa ukaribu wanaohusika na utangazaji wa zabuni za serikali. Musa Makale anaripoti kutokea Mara. Hii ni warsha ambayo inawakutanisha wadau wa usimamizi na utekelezaji wa programu na miradi ya maendeleo hapa mkoani Mara, iliyoandaliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU. Miradi kutokukamilika kwa wakati, ubadhirifu wa fedha ni changamoto inayopelekea viashiria vya rushwa. Kweni wakali, endeleeni ule upande wa pili wa kazi yenu, nao chukueni hatua huko, chukueni huwa kuzuia sawa, na leo mmetupa semina kabisa kwa lengo la kujadili wajibu wa wadau katika usimamizi na utekelezaji wa programu na miradi ya maendeleo, na kwa pamoja kuweka mkakati madhubuti wa kutekeleza na kusimamia miradi katika mkoa wetu. Na hapa mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi anakemea tabia baadhi ya wakandarasi kupewa miradi mingi. Unampa mzabuni mmoja miradi 9, hata kama unasema hajakupa rushwa, hiyo yenyewe tu hiyo ya kuwa na miradi mingi ndo indicator, ndo ushahidi huo. Rushwa hii ya miradi inayotuharibikia huko, hebu tuangalie pale chanzo cha kutoa hizo hela, na ndio maana tunasikia mtu anapewa milioni 13 akafanya kazi. Wenzetu ofisi ya mkurugenzi, TARURA na idara zingine wanapopokea fedha, kabla ya kuanza ujenzi wafanye wasilisho kwenye ofisi za wakuu wa wilaya. Awali taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa wakaeleza sababu ambazo zimekuwa zikisababisha miradi kutokukamilika. Ni kwamba kamati ya ujenzi kupanga ununuzi wa vifaa vya thamani ya shilingi milioni 21 ambavyo tayari vilikuwa vimeshanunuliwa na baadhi kutumika kwenye ujenzi na vingine
kuhifadhiwa store. Kufahamisha mapema kwa sababu wao tayari wana weledi wa kuweza kutambua kwamba kwa mradi huu tunategemea viashiria riski yanaweza kupelekea riski mbali katekelezwa bila kuzingatia ubora ni 1, 2, 3. Kutoka mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Bunge la Irani limeanza kufanyia kazi muswada kuhusu mlango bahari wa Hormuz, ikiwa hayo ni kwa mujibu wa mkuu wa kamati ya usalama Ibrahim Aziz, ambapo amesema hii leo wakati mapigano yakizidi kati ya Washington na Teherani kuhusiana na mlango bahari. Ibrahim Aziz amearifu hayo kupitia mtandao wa X akisema muswada wa hatua za kimkakati kwa ajili ya usalama wa maendeleo endelevu ya mlango bahari wa Hormuz na Ghuba ya Uajemi iliwasilishwa rasmi bungeni siku ya jana, na kusema Iran itaendelea kuwa thabiti katika kutetea misimamo yao kuelekea usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz, huku zikifuatiwa na hatua nyingine. Mapigano kati ya pande hizo mbili yameanza tena wiki iliyopita baada ya kutofautiana kuhusu usimamizi wa mlango huo na kuibua mashaka kuhusu makubaliano ya mwezi uliopita yaliyolenga kuvimaliza vita vya Mashariki ya Kati. Kamishna wa Skauti Tanzania Abubakar Mtito amesema programu za skauti zina mchango mkubwa katika kuwawezesha vijana kujitegemea kupitia mafunzo ya ujuzi wa maisha, nidhamu na uwezo wa kujiendesha. Taarifa ya Masanja Mabula kutoka kisiwani Pemba zaidi. Kamishna Abubakar Mtito amesema hayo wakati akizungumza na mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba, ambapo ameiomba serikali ya mkoa kutenga maeneo maalum kwa ajili ya shughuli za skauti ili kuwapa vijana fursa ya kupata mafunzo ya kujitegemea, kuimarisha uwezo wao wa uongozi na kushiriki kamilifu katika maendeleo ya jamii. Mtusaidie kupata maeneo maalum ya campsite ili watoto wanapotoka kwenye mashule wanasema tunaenda kambi, wajulikane wanaenda wapi. Na kwenye zile kambi ni kitovu cha elimu isiyokuwa rasmi, maana pale wanaweza kujifunza kilimo, wanaweza kujifunza programu mbalimbali ambazo zinaweza kupatikana kutokana na vile vituo tutakavyovianzisha. Taarifa nzuri kwamba wanaleta mafunzo kwa walimu, kwamba kila shule itatoa walimu wawili, wa kike wa kiume, akikosekana tupate wa kike wa kiume, maana wamama ni walezi bora. Naye mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Bi Mgeni Hatibu Yahya amewataka viongozi wa chama cha skauti kuchangamkia fursa za mikopo inayotolewa na serikali ili kuimarisha shughuli za maendeleo na kuwezesha vijana kujitegemea kupitia miradi yenye tija. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, kuna mikopo ile ambayo ameiwekeza kwa vijana, akina mama pamoja na watu wenye mahitaji maalum. Mikopo hiyo haina riba. Tuweze kuona tu kwanza shughuli za kufanywa kama katibu tawala alivyosema, baadaye tena tuingize nguvu zetu ili waweze kupatiwa hiyo mikopo na waweze kujiwezesha. Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Naam, chama cha wazee wanaume Tanzania CCWWT kimeiomba serikali kupitia waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Dr. Dorothy Gwajima kuweka utaratibu utakaowezesha wazee kupata matibabu moja kwa moja hospitalini bila kulazimika kwanza kutafuta barua za uthibitisho kutoka kwa watendaji wa vijiji au mitaa. Jamila Omar kutokea Arusha anaarifu zaidi. Rai hiyo imetolewa na rais wa chama cha wazee wanaume Tanzania Tadei Mchena wakati akizungumzia maandalizi ya mkutano mkuu wa chama hicho utakaofanyika Agosti 29 jijini Dodoma, ukitarajiwa kuwakutanisha wajumbe 150 na wageni zaidi ya 100 kutoka maeneo mbalimbali nchini, huku makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi akitarajiwa kuwa mgeni rasmi. Maafisa ustawi wa jamii tunaamini pia wako kule kata, lakini kwa mfano inakuwa siku ya Jumamosi hakuna kazi kiserikali, kwa hiyo wazee wengi wanateseka. Mimi niombe serikali ione namna ya kufanya kuhusiana na masuala sasa wazee kupata hiyo huduma ya afya bure, yaani ikiwezekana mzee hata akienda pale hospitali, kwa sababu ni Mtanzania na wazee wote wana vitambulisho vya NIDA. Wakati mwingine ikiwezekana hata hii ya kusema kuwa mpaka mtendaji aandike barua, mzee saa nyingine amezidiwa saa 6 ya usiku, hana watoto, anachukuliwa na majirani, anapelekwa kwenye hospitali ya serikali. Hospitali ya serikali inasema inataka fedha. Nani amlipie yule mzee fedha? Kusahaulika kule kwa wazee ambao wametumikia ile taifa ndio shida.
tunapokosa matibabu, tunapokosa kutambuliwa kama makundi mengine haya ambayo maalum yanavyotambuliwa, tunapokosa mwakilishi wetu bungeni kule, inaturudisha nyuma sana. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ndogo ya maandalizi ya mkutano mkuu unaotarajiwa kufanyika jijini Dodoma, Patrick Swai, amesema kuna haja ya serikali kuendelea kuwaunga mkono wazee ili waweze kushiriki kikamilifu katika shughuli na mijadala inayohusu ustawi wao. Jambo kama la michango ni vigumu sana kumwambia mzee toa shilingi 20,000, toa shilingi, wakati hana kazi, hana kipato chochote. Kwa serikali yetu tukufu tunaomba pia ituunge mkono kwenye masuala ya kusimamia chama cha wazee, pia kukifanya chama cha wazee pia kile kwenye kundi maalum kama ilivyo na makundi mengine ya walemavu, ilivyo makundi mengine ya wamama, watoto. Kwa hiyo nawaomba sana wamama waje wajiunge kwenye dirisha dogo la chama cha wazee wanaume Tanzania kuhudumia hawa wazee. Sisi ni wanataaluma, tunawahudumia wazee. Tunaomba pia na watu wa ustawi wa jamii waje wajiunge kwenye dirisha dogo. Mkutano mkuu wa CCWWT unatarajiwa kujadili marekebisho ya katiba ya chama na kutoa mapendekezo kuhusu masuala mbalimbali ya maendeleo yanayowagusa wazee nchini. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Washirika wa Ukraine wametangaza msaada zaidi wa ulinzi wa anga kwa Ukraine na mazoezi ya kikosi kitakachopelekwa chini humo baada ya usitishwaji wa mapigano, ikiwa hii ni sehemu ya juhudi za kuongeza shinikizo kwa Urusi ili kuvimaliza vita. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema mwishoni mwa mkutano huo wamedhamiria kuendelea kuiunga mkono Ukraine kwa haraka na kwa nguvu zaidi ambazo zitawezesha kuimarisha uwezo wa Ukraine wa kujilinda dhidi ya makombora kutoka Urusi. Hata hivyo, mkutano huo umefanyika siku moja kabla ya siku kuu ya kimataifa ya Bastille nchini Ufaransa inayojumuisha gwaride la kijeshi ambalo mwaka huu litaangazia uungwaji mkono wa Ukraine likifunguliwa na wanajeshi 500 kutoka nchi za muungano huo. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Mheshimiwa Profesa Riziki Shemdoe amezielekeza ofisi za mikoa na halmashauri nchini kutenga nafasi za ofisi kwa ajili ya vituo vya uwezeshaji kiuchumi vitakavyohudumia vijana, wanawake, watu wenye ulemavu na makundi mengine maalum yanayojishughulisha na kilimo, ufugaji, uvuvi, umachinga, bodaboda, ufundi na ujasiriamali ili kujenga taifa lenye uchumi imara, shindani na jumuishi. Profesa Shemdoe ametoa maelekezo hayo wakati akifungua mafunzo ya utoaji elimu kuhusu fursa za mitaji na huduma za uwezeshaji wananchi kiuchumi kwa niaba ya Waziri Mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, mafunzo ambayo yameratibiwa na mbunge wa viti maalum mkoa wa Rukwa Jacqueline Mzindakaya kwa kushirikiana na Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi. Profesa Shemdoe amesema kuwa anaamini mafunzo hayo yaliyoandaliwa kwa lengo la kuwafikia wananchi wa makundi yote wakiwemo watu wenye ulemavu yatafungua ukurasa mpya wa maendeleo kwa wananchi wa mkoa wa Rukwa, akiwataka kutumia elimu watakayopata kuanzisha biashara mpya, kuimarisha biashara walizonazo, kuongeza uzalishaji na thamani ya bidhaa za mazao wanayozalisha. Mafunzo haya yameandaliwa ili kuwafikia wananchi wa makundi yote. Mmeona hapa ndugu zetu ambao ni wenye ulemavu wapo, vijana wapo, wakina mama wapo. Nielekeze ofisi za mikoa na halmashauri kutoa nafasi ya ofisi kwa ajili ya vituo vya uwezeshaji kiuchumi. Na mtazamaji, tunaendelea na taarifa yetu ya habari.
Shirika la kimataifa la uokoaji IRC limesema Kenya, Uganda, Somalia, Bangladesh, Pakistani na Afghanistani ni miongoni mwa nchi zilizo katika hatari kubwa zaidi ya kukumbwa na mafuriko yatokanayo yatakayosababishwa na mvua za El Nino. Shirika la misaada ya kibinadamu limesema kuna uwezekano wa 81% kuwa miongoni mwa matukio makubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa tangu mwaka 1950, kwani baadhi ya mataifa hayo tayari yanakabiliwa na migogoro ya kibinadamu inayoendelea. Kituo hicho kiliongeza kuwa El Nino inatarajiwa kufikia kilele chake kati ya miezi ya Oktoba na Disemba, ambapo kutaenea kwa magonjwa na ukame katika baadhi ya jamii zilizo hatarini zaidi duniani, hususan Afrika Mashariki na Asia. Na umoja wa vyama 12 vya siasa vyenye usajili vimetoa tamko la pamoja la kuridhia tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa kati ya Chama cha Mapinduzi na chama cha ACT Wazalendo lililotangazwa tarehe 9 ya mwezi huu mjini Unguja. Umoja huo wa vyama hivyo vya siasa vimesema hatua ya maridhiano hayo ni ya kuungwa mkono na kila kiongozi wa chama ili kuhakikisha maridhiano hayo yanaleta umoja wa kitaifa. Mkutano wa tamko la vyama 12 vya siasa kuunga mkono maridhiano ya kisiasa kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na chama cha ACT Wazalendo umefanyika ukumbi wa Sheikh Idris Abdul Wakil Kikwajuni mjini Unguja. Katibu wa umoja huo ambaye ni katibu mkuu wa chama cha Makini Amer Hassan Amer ndiye anayesoma tamko hilo la umoja huo. Tunatoa pongezi za dhati kwa Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo kwa kufikia kusaini tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa hapa Zanzibar. Tunaipokea hatua hii kwa furaha kubwa na matumaini mapya, tukiamini kuwa ni tukio la kihistoria linalofungua kurasa mpya wa kisiasa Zanzibar zinazojengwa katika misingi ya maridhiano, mazungumzo, kuheshimiana, kuvumiliana, kufuata katiba na sheria ya nchi, pamoja na kuendeleza utawala wa sheria, haki, usawa, uwajibikaji na kuweka mbele maslahi ya wananchi kuliko tofauti za kisiasa. Tunatoa wito kwa viongozi wa vyama vyote, wanachama wao na wananchi kwa ujumla kuunga mkono na kulinda maridhiano haya kwa vitendo, na tunasisitiza umuhimu wa kujiepusha na kauli za chuki, uchochezi, ubaguzi na vitendo vyovyote vinavyoweza kuhatarisha amani na mshikamano wa Wazanzibari. Mbali ya vyama hivyo kutoa tamko la kuridhia na kupongeza hatua hiyo, wameiomba serikali kuhakikisha maridhiano hayo yanavishirikisha vyama vingine vya siasa na taasisi za kiraia. Tunasisitiza kuwa maridhiano haya yanapaswa kujengwa katika misingi ya ushirikishwaji, kuheshimiana, kujenga mazingira ambayo kila chama cha siasa bila kujali ukubwa wake au idadi ya kura kilizopata kinajiona kuwa ni sehemu ya safari ya kujenga Zanzibar mpya yenye mshikamano na maendeleo. Kando na vyama hivyo, nacho chama cha wananchi CUF kimejitokeza mbele ya waandishi wa habari kupongeza maridhiano hayo. Tunasema kwamba CUF kinaheshimu sana katiba na kinaheshimu maridhiano, kinaheshimu mwafaka ambao kwa wameuzaa wao. Pamoja na mambo mengine, vyama hivyo vya siasa vimeomba wananchi kuiunga mkono maridhiano hayo yanayolenga kujenga umoja wa kitaifa. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Shukran sana Juma Kasim kwa taarifa hiyo, na taarifa yake basi imetupa nafasi kwenda kuzitazama habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.